Kwa hiyo naweza nikasema ilikuwa ni safari ngumu, lakini Mungu ni mwema, amekuwa upande wetu. Ni mechi gani hasa ambao wewe unaikumbuka ipo kichwani mwako mpaka sasa mpaka kuweza kufika hatua finali mpaka mchezo wa siku ya leo kwenye michezo yako yote ambayo umecheza ukiwa kama kocha? Kwanza huwezi kuwabeza wapinzani wa leo ambao wamefika finali. Tafsiri yake ni kwamba walistahili kufika finali, lakini ukiachana na mchezo huu, mchezo wa marudiano dhidi ya Sauti, japo nilikuwa nimetangulia mbele kwa goli 3, lakini ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa na pressure kubwa kuanzia kwa wachezaji wangu vijana, na pia hata sisi management kuna baadhi ya watu walikuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo ambao ulichukuliwa kwa hadhi yake, kwa sababu ulikuwa ni mchezo ambao Sauti walionyesha dhamira ya kupindua yale matokeo ya goli 3. Kwa hiyo ndio mchezo ambao siwezi kusahau kwenye mashindano yote haya. Ubingwa huu una maana gani sasa kwa upande wako wewe kama kocha, wachezaji wako pamoja na chuo kwa pamoja? Kwanza ni kama ni furaha kwa sababu tumeweza kutimiza malengo ya aina 3. Kuna malengo ya taasisi kama chuo cha mipango walituagiza hiki kama kwa ajili ya kufanikisha malengo yao, si ndio kimichezo, lakini cha pili ni timu kama timu. Teamwork tafsiri yake tukiungana, tafsiri yake tunataka tupate kile ambacho kilistahili ukipata. Kwa hiyo kama timu pia ni malengo, lakini kwa mtu binafsi mmoja, kwa mchezaji mmoja ni historia mpya kwenye kari yake ya mpira. Ameweza kuongeza kitu kipya, lakini kama mimi kama mwalimu nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kombe iliyopita sisi tulikuwa tunatetea ubingwa, lakini ubingwa uliopita na nilikuwa sehemu ya mchezaji, lakini niliaminiwa na nikaaminika. Ndio maana leo hii nikawa mwalimu na namshukuru Mungu kwenye kari yangu ya mwalimu nimeanza vizuri. Washabiki unawaahidi nini? Washabiki waendelee kuipa support timu yao. Waendelee kuipa support timu yao. Leo wamekuja gari 13. Unaweza kuona ni the way jinsi gani wanavyojitoa. Tunawashukuru sana kwa sababu bila wao huenda tusingekipata kile ambacho tumestahili kupata leo. Kwa hiyo nawashukuru na waendelee kujitokeza kwa wingi. Timu yao bado iko imara, timu yao iko moto. Japo kuna watu wanamaliza masomo yao, lakini hata wanaobaki kile ambacho tumekifanya sasa hivi nafikiri kitakuwa ni muendelezo. Kwa hiyo endelee kuipa support timu. Kwa majina anaitwa Fibo James Joseph, ni mwanafunzi kutoka chuo cha mipango na maendeleo vijijini kanda ya Ziwa Mwanza. Pia ni kiongozi wa michezo nikiwa kama naibu waziri wa Wizara ya Michezo kanda ya Ziwa Mwanza. Mchezo haukuwa mrahisi, ila sisi tulifanyia mazoezi kwa sababu tuliwaona wapinzani wetu katika mchezo wa nusu finali. Kwa hiyo tukaenda katika viwanja vya mazoezi tukafanya mazoezi mwanzo mpaka mwisho, mpaka leo siku hii ya finali tumeweza kuja kupinzana na wapinzani wetu, kwa sababu tulikuwa tumejiandaa na kuhakikisha kwamba tumepata matokeo ya goli 1. Sio kidogo kwetu sisi, kwa sababu katika mchezo huu yalikuwa yanahitajika matokeo. Hatukujali kama ni matokeo ya goli ngapi, ingawa tumepata goli 1, ila kungekuwa na marudio na hakikisha mashabiki zetu tungekuja kuwafurahisha zaidi. Ingawa finali hii ilikuwa na mchezo mmoja, basi tushukuru kwa hicho tulichokipata. Imekuwa ni ngumu kiasi gani kwenu ninyi mpaka kuweza kutetea ubingwa wa taji hili? Mapambano yalikuwa ni magumu kwa timu ambazo mmeweza kukutana nazo. Kweli timu tulizokutana nazo kutokea hatua za awali mpaka leo hii tumetinga finali na kubeba kombe hili, kweli timu hazikuwa ni rahisi. Wao walijiandaa na sisi tulijiandaa, ila sisi kama wabingwa watetezi wa mwaka juzi tulijiandaa kisawasawa kuhakikisha kwamba tunatetea taji hili na kuhakikisha tunarudi nalo chuoni kama vile ahadi ya mkurugenzi wa chuo cha mipango na maendeleo vijijini alivyokuwa ametuahidi, na pia tumpongeze kwa support mwanzo mpaka mwisho mpaka kuhakikisha leo hii tumetoa taji hili. Asante. Kwa majina anaitwa Joyce Daniel Po, ni kocha wa chuo cha Misungu ambacho kinatoa taaluma ya engineer katika level ya technician. Dakika 90 ambazo naweza nikazisema katika finali yetu hii, naweza nikawapongeza wapinzani wangu, kwani finali au naweza kusema football ni mchezo wa makosa. Tumefanya mistake moja ambao wapinzani wetu wametumia vizuri, wakaweza kupata nafasi ya goli wakaitumia. Kwa hiyo kwetu sisi naweza kusema sio mbaya kwa hatua tuliyofikia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwani kila jambo lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Katika mashindano haya kwa pamoja, ni kitu gani ambacho umekiona kama kocha kwenye michezo yote ambayo umeiongoza timu yako mpaka kuweza kufika finali? Nachoshukuru kwa vijana wangu ni kwamba tulianza very low, lakini jinsi walivyokuwa wanacheza kuanzia mwanzo mpaka hatua ya mwisho, nguvu ilikuwa inaongezeka. Ukizingatia ni wanafunzi, muda mwingine masomo yanabana, hata pia tukizingatia na hii finali masomo yalikuwa yamebana kwa sababu ndio mwisho wa semester, lakini naweza nikawapongeza sana vijana wangu, kwani hata hicho kifanya hapa leo katika mechi au kile kifanya katika mashindano haya ni kikubwa, sikutarajia kusema ukweli. Wanachuo wako watarajie nini, lakini pia kwa pamoja kwa vile ambavyo vimeweza kushiriki msimu ujao ukijaliwa kuwepo, watarajie kuona nini hasa kwenye mashindano haya? Jambo ambalo naweza nikalisema, hii timu nilikuwa nayo
mwaka juzi kipindi tumekuwa mshindi wa 3, tulishia nusu finali na tulitoka pale tukaenda tukujiandaa kabisa, na jambo ambalo nakumbuka niliwahi kumwahidi mratibu wa mashindano kwamba mashindano yajayo finali inacheza. Kwa hiyo this time namwahidi tena, maana nilimwahidi finali nitacheza, lakini this time namwahidi mratibu na wanachuo wote na viongozi chuoni kwamba finali mashindano yajayo nachukua. Kwa majina naitwa Philemon Jackson, ni mchezaji wa Misungu CDTI. Kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumaliza mchezo salama, hakuna aliweza kupata majeraha, tumeweza kucheza mchezo salama, tumeweza kumaliza salama. Pili, nipende kuzungumzia mchezo wa finali. Of course kila mtu alikuwa mkuja amejipanga na tumecheza kadri ya uwezo wetu, tumepata nafasi, tumeshinda kuzitumia, lakini wao wamepata nafasi moja, wameweza kuitumia, wameweza kutuadhibu na tumeshinda kupata ubingwa wa msimu huu. Kwanza tulichogundua ni mashindano kwa finali kwamba ni mchezo mmoja mgumu sana, na tumepata experience na tunaahidi tunaenda kujipanga na tutakuja kivingine tena next time, na hatuwahi kufika finali, lakini leo tumeweza kufika na tumeweza kuona ugumu wa finali ukoje, lakini na yenyewe ni changamoto moja hapo katika mpira wa miguu. Kwa hiyo tunawaahidi washabiki wasivunjike moyo pamoja na viongozi, tumeshindwa kutetea taji hili na next season tutafanya vizuri na Mungu atakuwa upande wetu. Mimi kama mchezaji inanipa motivation kwa sababu ni mashindano ambayo tunaangaliwa na wengi na yanaweza kututoa kimpira pamoja na kimasomo pia. Mimi binafsi napenda kuwapongeza wachezaji wa Mipango, wamecheza vizuri na pia timu yangu tumecheza vizuri, lakini bahati ya kuwa pale wetu, naamini kupitia haya mashindano na yashauri Yasi wazidi kuyaboresha kwa sababu yanatujenga kijamii pamoja na kimasomo pia, maana sipokuwa mashindano tusingeweza kukusanyika hapa. Kwa hiyo na washauri Yasi Chuo Challenge Cup waendelee kuhimiza mashindano kila baada ya msimu ili wanafunzi tuweze kupata competition na tuweze kufanikiwa kupitia michezo pamoja na elimu. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.